Haya, bado tuko Wizara ya Nishati. Nimwite sasa Mheshimiwa Masanche Njelu Kasaka, mbunge wa Lupa, aulize swali lake. Mbunge wa Lupa anauliza, je, serikali ina mpango gani wa kupeleka umeme kwenye maeneo ya wachimbaji wadogo ili kusaidia shughuli zao? Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Nishati, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Masanche Njelu Kasaka, mbunge wa Lupa kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali kupitia Wakala wa Nishati Vijijini REA inaendelea na utekelezaji wa mradi wa kupeleka umeme katika maeneo ya wachimbaji wadogo wa madini, mashamba ya kilimo na viwanda katika mikoa yote nchini, ambapo mpango uliopo kwa sasa ni kufikisha umeme katika maeneo 308 ya wachimbaji wadogo ifikapo Juni 2027. Mheshimiwa Mwenyekiti, hadi kufikia Mei 2026, jumla ya migodi 286 ya wachimbaji wadogo imepatiwa umeme, ikiwemo migodi 18 katika jimbo la Lupa wilayani Chunya, ambapo ni pamoja na migodi ya Singa, Chokaa Moja, Mapogoro, Godima Bestoni, Matfra, Mwambe Mlimanjiwa, Mamboleo, Mbiwe na Mwaoga Mbili. Aidha, serikali kupitia REA itaendelea kupeleka umeme katika migodi midogo iliyosalia ili kuwawezesha wachimbaji wadogo kuunganishwa na umeme katika migodi yao. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Kasaka, swali la nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nishukuru serikali kwa majibu yake, lakini kutokana na majibu ya serikali tunaona hapa ndani ya wilaya ya Chunya ni migodi 18 tu ya wachimbaji wadogo ndio ambayo yameweza kufikishiwa umeme, japo ni kiasi kidogo sana kulinganisha na uchimbaji na uzalishaji wa madini ya dhahabu unaopatikana ndani ya wilaya ya Chunya. Swali langu, kasi ya upelekaji umeme ni mdogo sana. Je, ni lini sasa serikali itakuja na mpango mkakati kuhakikisha kwamba inapeleka umeme maeneo mengi ya wachimbaji wadogo wa wilaya ya Chunya na Watanzania wote kwa ujumla ili kuongeza uzalishaji? Swali la pili, wilaya ya Chunya inapokea umeme mdogo na umeme wenyewe sio wa uhakika, unakatika mara kwa mara, hali inayopelekea wachimbaji wetu hao kushindwa kutumia mitambo na mashine zao katika hali ya uzalishaji. Je, ni upi mpango wa serikali wa muda mfupi wa kuhakikisha kwamba inaenda kupeleka umeme wa uhakika ambao katikati kwenye maeneo ya wachimbaji wadogo wakati tunasubiri ule mradi mkubwa ambao utaenda kujengwa ndani ya wilaya ya Chunya? Majibu kwa maswali hayo, Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza kabisa nimpongeze Mheshimiwa mbunge. Amekuwa anafuatilia kwa karibu sana kuhakikisha wachimbaji wake wanapunguza gharama za uzalishaji wa dhahabu ili waweze kupata profit margin nzuri. Na Mheshimiwa mbunge na wabunge wote kwa faida ya bunge hili tukufu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mara ya kwanza tangu historia ya nchi hii iumbwe, serikali katika bajeti imetenga zaidi ya bilioni 20 kwa ajili ya kupeleka umeme katika migodi midogo midogo. Mheshimiwa Mwenyekiti, hili ni jambo la kupongezwa. Kwanza niwapongeze Mheshimiwa wabunge kwa commitment kubwa hiyo, kwa sababu tumeona sasa nishati ni kichocheo kikubwa cha uchumi. Mheshimiwa mbunge, nikuhakikishie kwa bajeti hii tulioitenga kwa mwaka huu tunakwenda kuvunja historia kwa kupeleka umeme kwenye migodi mingi midogo midogo ili kuwasaidia wachimbaji waweze kuchimba kwa gharama nafuu. Kuhusiana na swali lako la pili, Mheshimiwa mbunge, wewe ulikuwepo bunge lililopita na umefuatilia sana kuhusu ujenzi wa substation katika jimbo lako. Na hiyo ilikuwa ni nia ya dhati ya Mheshimiwa Rais kuhakikisha kwamba mnapata umeme mwingi wa uhakika kwa ajili ya kusukuma mitambo na mashine mbalimbali. Jimbo la Lupa sio alitumia umeme kwa ajili ya matumizi ya nyumbani peke yake. Kama ulivyosema Mheshimiwa mbunge, mna wachimbaji wadogo wadogo, mmeanzisha viwanda, ni lazima tuwaletee umeme mwingi na wa uhakika. Nikuhakikishie, fedha zimeshatengwa, mkandarasi ameshapatikana, tunakwenda kujenga substation pale kwa ajili ya kuhakikisha kwamba umeme unakuwa haukatiki, lakini unapata umeme mwingi kwa ajili ya uzalishaji. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti.